Tuache kufundishana habari ya panzi na miguu minne, nzi anakufa siku 3. Hiyo mambo hayo yamepitwa na wakati. Tuchakatue madini yetu nyumbani, tuuze akiwa yamekuwa tayari kuingia sokoni. Tusichimbe madini tukapeleka nje, wakaenda wakachakata wao na bei wakapanga wao. Umoja wa Afrika uvunjwe. Na leo tunazungumzia, je, Afrika inahitaji kuwa na mfumo wa umoja wa ulinzi ili kujilinda dhidi ya vitisho vya nje na kuimarisha usalama wake. Tunajadili iwapo imefika wakati wa nchi za Afrika kuanzisha mfumo wa pamoja wa ulinzi unaounganisha uwezo wa kijeshi, kifedha, teknolojia na kiintelijensia kwa lengo la kukabiliana na vitisho vya ndani na nje ya bara. Pia tutaangazia nafasi ya mfumo huo ukilinganishwa na miungano ya kikanda iliyopo sasa na mchango wake katika kuimarisha amani, usalama na mashirikiano ya Afrika. Tumemkaribisha hapa mgeni wetu Chionda wa Chionda, ni mwana majumui na mwana Afrika pia. Mimi mwongozaji wako naitwa Amur Khamis. Brother Chionda, tuanzie hili kwa kuangalia ni kwa nini sasa Afrika inahitaji kuanza kujenga mfumo mmoja wa pamoja wa ulinzi unaotegemea uwezo wake wenyewe. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa kutokana na migogoro inayojitokeza duniani, mwenye nguvu kumvamia asiyekuwa na nguvu, mwenye nacho kuchukua cha mwenzake bila majadiliano. Afrika tunahitaji umoja wa kijeshi ambao utalinda mipaka, watu pamoja na rasilimali za Afrika. Ndio muhimu wa kwanza wa Afrika kutengeneza umoja wa kijeshi, military alliance, ili tutoke kwenye mikono na mikakati ya kiulinzi ya kimagharibi ambayo inawafeva wao, wanatuuzia silaha ambazo wamezitegesha wao, wanajua kabisa hatuwezi kupambana nao. Tukiwa na umoja huu tutaweza kutengeneza hadi kuwa na uwezo wa kutengeneza silaha zetu wenyewe. Hilo ni muhimu zaidi. Sasa umoja wa majeshi na mifumo ya kijasusi na teknolojia unaweza kuipa Afrika uwezo gani ambayo nchi moja hauwezi kuipata kwa urahisi? Kwanza, kama wanavyosema, nchi moja hauwezi kupata kiurahisi. Kwa hiyo tukijumuika pamoja tutakuwa na nguvu ya kuwashawishi wale wenye mashirika makubwa ya kijasusi kama vile FSB pamoja na mashirika mengine ambayo yatatugea msaada ambao ni msaada wa kiukweli, sio msaada wa kinafiki kama wa CIA pamoja na MI6 ambao hatutusaidia kwa lolote. Wao tunawajua, walitunyonya toka miaka mingi. Kwa hiyo na misaada yao yote itakuwa ni ile agenda ya kutunyonya sisi, kutupunda wa Afrika. Kwa hiyo tukipata washiriki wazuri wenye utaalamu wa kijasusi wakatufundishia vijana wetu, na Waafrika wenyewe tukaamua kuwa wamoja bila kuuzana nje. Maana tatizo la Afrika kubwa ni kuuzana, tamaa ya watawala, tamaa ya watu binafsi, tamaa ya mali na madaraka ndio inatufanya sisi tusalitiane. Sasa tukiunda kikundi kama hiki cha kijasusi chenye mfumo mzuri wa ulinzi, tutapata kugundua maadui zetu mapema na kujiandaa ili kulinda rasilimali zetu na watu wetu. Afrika inaweza kuunganishaje rasilimali zake za kifedha ili kugharamia mfumo wa pamoja wa ulinzi bila kutegemea msaada kutoka nje? Ili kutengeneza umoja ambao tutakuwa kupata fedha ambazo zitatujuku, maana ujasusi na masuala ya kijeshi na gharama kubwa sana. Tunahitaji sisi hatuna shida ya mali, kwa sababu utajiri tunao mkubwa. Tunaweza tukuwa na vyombo vikubwa vya kijasusi kuliko taifa lolote duniani, kwa sababu mimi nachukulia Afrika nzima ni kama one nation, kama taifa moja. Lakini kutokana na wazungu na mabepari, sio wazungu wote wabaya, ila wengine hasa hao magharibi wamekuwa wanyonyaji. Kwa hiyo wanafanya kitu wanaita divide and rule, kutugawanya hapa. Huyu anaongea Kifaransa ataegemea upande wa Ufaransa, huyu anaongea Kiarabu ataegemea upande wa Kiarabu, huyu anaongea Kiingereza ataegemea upande wa Uingereza. Lakini tukiondoa mafarakano haya, tukiwa wamoja, tukiondoa tamaa, tukitengeneza jumuiya yetu ikawa moja, tukawa tumeshikamana, tukawa tunaloongea linafanyika, sio kuongea kwa maneno, Afrika tuna uwezo wa kutengeneza kuwa na akiba kubwa ya fedha ya kuhudumia masuala ya ulinzi na masuala ya kijasusi. Sasa kwenye hili ni kwa namna gani utegemezi wa msaada wa nje katika masuala ya usalama unaweza kuathiri uwezo wa Afrika kufanya maamuzi yake yenyewe wakati wa migogoro? Misaada ya nje ya kiusalama ya Afrika na pamoja ya kiafya na kibinadamu, hapa wanafanya majaribio na hapa wanatengeneza mapapeti kwa misaada yao, sio misaada ya kutusaidia. Wanatengeneza mapapeti ambao ni wachunguzi watakaotuchunguza sisi, tunawapangia vipi wale wanaotumia misaada. Je, tunataka kujitoa kwenye mikono yao? Kama tunataka kujitoa kwenye mikono yao, ndio hilo unafanyika uvamizi, unafanyika mapinduzi, unafanyika mauaji ya viongozi. Kwa hiyo kwa swala hili ndio maana tunafikia hapo.
Sasa ili Afrika iweze kujenga mfumo wa pamoja wa ulinzi unaojitegemea, ni hatua gani zinapaswa kupewa kipaumbele kwanza? Hatua ya kwanza kabisa ni kuungana. Umoja wa Afrika uvunjwe, tutengeneze umoja wa Afrika. Wa sasa hivi ni umoja wa mabepari, sio umoja kwa sababu ya watu wa Afrika. Huu ni umoja uliowepo hapo kwa maslahi ya watu wa wanyonyaji. Kwa hiyo umoja kama huu hauhitajiki. Kwa hiyo inatakiwa wafanyike mabadiliko makubwa ya kisiasa, ya kiuchumi na kijiografia katika bara la Afrika ili tupate kusonga mbele kwa yale mahitaji yanayohitajika na wananchi wa Afrika. Na katika uwekezaji, labda elimu na vitu vingine, ni nini kinapaswa kupewa kipaumbele kwa Afrika? Waafrika wanatakiwa waanzishe mitaala ya kwao wenyewe bila kutegemea mitaala ya magharibi. Tuanzishe mifumo yetu, tuache kufundishana habari ya panzi na miguu minne, nzi anakufa siku 3. Hiyo mambo hayo yamepitwa na wakati. Sasa hivi tufundishe kwenye teknolojia, tusifundishe kusoma kujua kuandika barua na kusoma makala kwenye internet. Tufundishe teknolojia, tufundishe udhibiti wa mali zetu, tuchakatue madini yetu nyumbani, tuuze yakiwa yamekuwa tayari kuingia sokoni. Tusichimbe madini tukapeleka nje, wakaenda wakachakata wao na bei wakapanga wao. Tukiachakata wenyewe tupata uwezo wa kutengeneza bei zetu wenyewe na Afrika itapata manufaa makubwa. Nikushukuru sana Chionda wa Chionda, mwana majumui wa Afrika, kwa kushiriki mjadala huu juu ya je, Afrika inahitaji kuwa na mfumo wa umoja wa ulinzi ili kujiandaa dhidi ya vitisho vya nje na kuimarisha usalama wake. Nikushukuru sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi ni Chifu Chionda wa Chionda. Nashukuru kwa ushirikiano wako, na Urusi ni washirika wakubwa sana wa bara la Afrika kwa miaka mingi. Walitusaidia kwenye kupambana na wakoloni bega kwa bega. Walikufa askari zao, walitoa mali zao, walijitoa kwa jasho na damu kwa sababu ya utu wa Mwafrika. Na washukuru sana Warusi, ni marafiki bora katika bara la Afrika. Warusi ni ndugu zetu. Asante sana. Asante sana, na tutaendelea kushirikiana.